Ahlan wa sahlan, marhaba bikum popote pale ulipo. Ni magorofa ambayo yanapatikana ndani ya jiji la Nairobi CBD. Ni ligi kuu taifa la Kenya. Mechi inahusisha AFC Leopards kwa leo. Wapo nyumbani, wanawalika wana mafuta kutoka maeneo ya Thika kule Bidco United. Pilato wote wanne pia wapo tayari, itakuwa ndio wanaoongoza kushuka katika dimba hili la Dandora. Itakuwa ni 90 nzito kweli kweli kwao. Itifaki zinazingatiwa, Bidco United wakiongozwa na Peter Nzuki. AFC Leopards wapo nyumbani, kikosi chao ambacho kipo kama unavyokiona, hakujana na mabadiliko yoyote. Mwalimu ameari kuweza kusalia na kosi kile kile. Pilato siku leo ni Murishu Gishinga. Pande wa pili Bidco United wameyari kubaki na mfumo wa 4-3-3 wakuwa na kiviungo wakabaji wawili. Fred Ambani mwalimu kwa faida ya AFC Leopards. Mwalimu Anthony Ahulia yuko na timu ya taifa zidi umri wa miaka 20 kule Misri. Anashikilia zamu, ni msaidizi wake sehemu yoyote ile. Assalamu alaikum, amani ya Bwana iwe juu yako. Karibu sana Dandora, karibu sana Nairobi. Michael Ovelo Chenga anatengezewa. Nepesi mno! Christopher Koloti anasema yes, that is me. Fred Ambani anamwambia ni sawa kabisa. Hisabu zake Simon Wagema zimeharibika mapema. Ovela waligusiana wenyewe na akaweza kumaliza ile run kabisa, lakini mabeki hawako wamejiandaa. Mlinda lango alijaribu, ila alipokuwa na aliupangua kumpa mpinzani. Concentration ile dakika ya kwanza, sekunde ya kwanza ilikosekana kutoka kwa mabeki hii wa timu ya Bidco. Mambo yamefunga mapema, ni mapema, muda upo. Ondoka na mali sasa, Ronald Sichenje. Bebeto! Mepunch Daniel Dwor. Na ichanja ndani huku, kichwa kimeita. Oh! He means business. Simkati ya mtu tamaa. Anaweka chuma chake cha pili. Tazama walivyokuwa wamefanya poor marking, free header ile kutoka kwake Christopher Koloti. Mabeki wanaangaliana tu, wanatazama, na akawazidi kutokana na kimo kile chake. Mefikia Christopher Koloti, anamwandalia Michael Ovelo Cheng sasa. Ovela amekataa kwanza. Vijana wadogo pia nashangaa amekosaje hiyo. Clinton Asiago sasa amechezewa foul na Lewis Sambe Bandi wa akiba pale, kwa mtafuta bana kakosa utulivu wa nyama, lakini mwisho wa siku wakenda akatendewa madhambi. Clinton Asiago na ileta kwa nje huko, jaribu kupiga kichwa. Henry Onyango amekwenda chini, amekataa nafasi bado. Simon Abuko Munala anaiweka kwenye nyavu, alitaka tuta penalty, mpira ukaendelea, amesema simefunga tayari, lakini Henry Onyango anamwambia hapana. Tazama goli lilivyopatikana, walijichanganya kabisa mabeki hawa, lakini tazama kila mtu alibaki tu amezubaa. Walikuwa nasubiri, wengine wanainua mkono juu kuwa labda ni offside, wengine wanalalamika kuwa anaweza kapewana tuta, lakini hawakufa moyo Bidco, na goli limejaa kwenye kamba. Kila mabeki wanainua mikono juu. Simon Abuko Munala kwake Burunga, tena kwake Simon Abuko Munala, jaribu kuleta ndani kujona Wira. Nafasi inatengenezwa bado, lakini wamekwenda kuiondoa. Vincent Mahiga Jr. imemtoka, anao sasa Michael Ovelo Cheng. Ovela Michael, bado Michael ndani kidogo na kwenda nje ya uwanja, maana ya space ile, manake lango liko wapi? Ovela anakwenda nje na lango lipo upande wake wa mguu wa kushoto, taji kuingia ndani. Kona ile naletwa huku, Casey anairudisha ndani, nafasi imetengenezeka na imekwenda kuishia kwenye nyavu. Ken Owino anasema siwasikii, I can't hear you. Sio mgeni sana kwa nyavu.
lakini anaweka mkutano papo hapo kuambia jamani, nimekuja kufunga, basi tupambane tena. Daniel Oduor anaruhusu goli la 3 leo. Tuzuri 1-2 tena. Henry Onyango mtafuta Simon Abuko Munala, anayo bado. Abuko anaileta nje. Henry ametaka handball bado huku, anaambia haijashikwa. Henry amesema played with his hand. Zilikuwa zimepigwa pasi nyingi, pasi fupi, lakini tazama huku ingia mguuni vizuri. Henry Onyango nia yake ilikuwa ni kujaza mpira kwenye kamba, lakini alikuwa na bahati kubwa mchezaji Lewis Bandi kuweza kuupangua, licha ya kwamba tayari alikuwa ameketi Kennedy Owino. Tazama walivyojichanganya mabeki hawa wa timu ya Bidco. Kama amepata nafasi murwa mchezaji Kennedy Owino, kulikosekana maelewano na mazungumzo, na pia ile marking yao haikuwa nzuri kulia kutoka pembeni pia Bidco. Vincent Maiga Junior anarudisha ndani kuu. Kipindi cha kwanza kinafikia tamati. Karibu sana popote pale ulipo kwa 45 za kipindi cha pili. Narudi kwa Ronald Sichenje Bebeto. Brian Wanyama Mipancho Duor pembeni kwa Eric Michubu anaimimina ndani huko. Musa Undo anaipiga pass kwake KC Odhiambo. KC amepunch Daniel Oduor, naletwa ndani huko, jaribu kucheza na kichwa. Simon Abuko Munala Mikata Lufae Tazama vile ambavyo Clinton Asiago alikuwa amepata nafasi, lakini linde lango Levis Opio. Game ni kukaa na mpira, ndio kitu ambacho anajaribu kukifanya kwenye kipindi hiki cha pili. Ronald Sichenje Bebeto pembeni anakuwa na Eugene Kutwa. Tazama anaondoka kwa uzuri, msukumo kutoka nyuma, yapo tu mkono, kaisi mkono umemfikia na akaenda chini. Nafasi ya 5 anajiongeza, aletwa ndani huko, amefika kwenye mikono yake Levis Opio Junior Levi. Mara ya mwisho FC Leopards kushinda mechi ndani ya ligi kuu ilikuwa ni Februari kule Wendo wakiwa dhidi ya Mara Sugar. Imetamatika kutoka Dandora hapa. AFC Leopards 3, Bidco United 1. Mekuwa na Elijah Momanyi, mimi ni beki asiyebidika Ali Salim. Till next time, goodbye.